Kakonko nakuita tena. Rudisha nguo ya mwanangu. Nguo? Mbona mimi sijachukua kitu chochote kutoka kwa Nuru? Sikiliza. Hao unaowafuata unaokutuma wanakuponza. Baba, mimi sijachukua kitu chochote. Wala sijachukua kitu chochote kutoka kwa Nuru mimi. Na nazidi kukueleza tena. Kila mchuma janga hula na wakwao. Na hicho kisima ambacho unachokiingia kina kirefu, hutoweza kutoka. Wewe wafuate tu watu. Wanakuponza. Hatima wo. Hatima mawaye. Hatima wana wo. Kwa nini? Asani kauza mshegede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Hasani. Ndiyo, ndo yeye. Kwa nini? Amuka. Yaani tugopishana naye nikajua atafanya labda kaoza. Maskini wa Mungu, mtoto wa watu. Muona kwanza anapotembea. Hadi huruma. Nikaingilia chimbo gani yule? Mimi hadi namuonea huruma ni. Hichi kijiji hichi. Yaani kijiji hiki ukiingia kichwa kinakulamba. Mimi zadi namuonea huruma. Kama nini mdogo wangu? Achane naye. Tuendelee na safari yetu. Asani kauza mshegede, amezidi ubishi, kapata UTI mifunza mwa. Saizi shemeji. Kwema, karibu. Asante. Hivi shoga yangu nimemkuta kweli? Hapana, hayupo. Lakini shemeji za kunikaribisha. Shemeji, umefuata nini? Umefuata mke wangu au umefuata kula? Vitu vidogo tu vinakutoa roho kweli. Karibu ila usije bwana. Haya, ngoja tuone. Chini juu, anga za mbali. Chini juu, anga za mbali. Chini juu, mama we. Bwana wewe vipi? Una usalama kweli huko? Mke wangu, kuna watu wanajifanya wamekitawala hiki kijiji. Kivipi? Ameniita mzee Kigoda, lakini mahali aliponiitia tulivu, palipojificha. Palipojificha? Sasa kibaya zaidi, eti kwa nini nataka kupeleka posa ya kijana wangu kwa binti wa mzee Ramadhani. Mume wangu yale niliyoyasema yale ndo hayo. Mpaka wazee wenzio wanakuita. Tena sehemu ambayo imejificha ili wakueleze kwa umakini ya kuingie.
Sijakwambia kama ile familia haifai? Leo kiko wapi? Mpaka watu wa pembeni, kwa sababu hakuna siri. Kijiji kizima wanajulikana wale watu kama ni wachawi, tena ni wachawi kweli kweli. Nuru sio binti wa kumuoa mtoto wetu. Hafai. Ile familia sio familia kuingia hata kidogo. Lakini wewe mume wangu wewe husikii mpaka wazee wenzio wamekuita chochoroni kwenda kukwambia maneno haya. Kumbia sadiki kama ana ukweli Sawa mke wangu, lakini je, mimi nimefanya kosa? Kutaka kuungana mimi na mzee Ramadhani tuungane tuwe udugu? Yaani kweli? Wewe mume wangu sikio la kufa lisikii dawa. Wewe sikio la kufa lisikii dawa. Kwa sababu gani? Kijiji kizima watu wote wanasema kwamba yule binti na wazazi wake wote ni wachawi. Wewe mpaka unang'ang'ania mtoto wangu mimi akaoe pale. Wewe una faida nao gani wale? Una faida ipi ambayo unaoipata katika mtoto wetu sisi akaenda kuoa pale? Kwani ni binti ni yeye tu hapa kijiji kizima? Sasa kama unasema sitaki na nadhani kwamba upo tayari na wale. Umeungana na wale tayari. Si ndio? Sasa mimi ninasimama msimamo kama baba. Mzee Zubairi mimi sijawahi kushindwa na sishindwi kwa hili. Kama mimi mtoto wangu nimemtoa tumboni kwangu, amelala miezi 9 na nikamtoa kwa uchungu. Sitaki nione anashuhudia kwenda kuoa pale yule mtoto wangu. Sitaki iko kitu. Na naomba kabisa tuachane ili likitokea kutokea mimi sipo. Mke wangu unapotea tena kati ya shetani, wewe unamunga mkono. Wewe mdogo wake sijui. Unakataa jambo jema. Unadai talaka maana nini? Watu wakioana mbingu na ardhi zinabebana zinaomba heri. Wewe unataka talaka? Mimi najua kuoa, sijui kuacha, na nilivyokupenda namna hiyo, bonge kama mimi, mweupe, jicho kama unatafunaga kungu, we, subutu, siachi. Na hata wanayenisikia wanasema mzee ana msimamo. Sasa nikueleze kitu usichokijua, mke wangu, si ndio? Nakupenda sana. Kigoda na Bishakira mimi naita wajinga tu. Wana kauli yao mbiu. Kauli gani? Juu, chini, anga za mbali. Hii nataka niivunje mimi mzee Zubairi. Nasemaje? Mguu ndala, mkono ndala, iserere, isalala, chuma cha kale. Chukua hiyo. Wewe mzee ujitambue. Sasa nasema hivi, ili swala hili haliishii hapa. Twende tukale. Tukishamaliza kula tayari, tuaje kula mwenyewe takataka zako. Naenda kucheza bao. Ujala badi, ujala badi. Ujala badi, ujala badi. Shoga yangu, mimi nimekuita hapa, kuna kitu nataka nikwambie. Mpaka natabasamu. Niambie sasa, ndo nishafika. Nataka niolewe. Mashallah. Hongera. Ni vizuri. Na unaolewa mdogo sana. Mungu akusimamie. Hongera sana Nuru. Aya. Shoga yangu, mimi nimeona tu nikuite nikwambie, usije kasikia huko juu. Yes, unajua la kwangu, la kwako. La kwako, la kwangu. Nimeona tu nikuite, maana usije kasikia yakawa mambo mengine. Basi naomba Mungu afanye haraka harusi ipangwe. Na uolewe shoga yangu, nije kula chakula chako cha 7 na siku nyingine zote. Nadoea. Yaani hiyo siku kama vile nakuona vile. La kwako ndo la kwangu mimi. Nuru. Shoga yangu usijali. Hatima wo. Hatima mawaye. Hatima. Bishakira, una taarifa gani? Zinazohusu nini? Bishakira Nuru. Bishakira Nuru anataka kuolewa. Anataka kuolewa? Yaani ninachokwambia mimi ni cha ndani kabisa. Yaani Nuru kaniambia kila kitu kwamba anataka kuolewa. Hilo unaloongea linatoka katika kinywa chako au umesikia kwa mtu? Bishakira, nikikwambia kitu namaanisha na mnanipa kazi kwa ajili ya kutimiza kila kitu. Nuru kanithibitishia kila kitu, anaolewa kweli. Na unajua kabisa nikikwambia kitu ni 100% ukweli mtupu. Nikuhakikishie kitu la Koko. Kama sisi ni wadogo hapa kijijini, ataolewa.
lakini kama sisi ni wakubwa ambao tunaweza tukajadili kitu na kufanya kitu chochote kile, hataolewa maishani mwake. Nafurahi kusikia hivyo Bi Shakira, na sitaki kabisa Nuru aolewe. Sitaki kusikia kabisa. Mimi nina ubaya gani kwani? Na uzuri wote huu, hata barua sijai kuletewa. Embu fanya kitu basi. Sitamani hata Nuru aolewe, sitamani. Ondoa shaka. Mimi nadhani kuhusu hili tutaliweka sawa na kila kitu, yaani kitakuwa katika mstari kabisa, kwa sababu hatutaki kuliona hili likitokea. Na wewe, yaani kaa kwa amani, nyoyo yako isiwe na wasiwasi. Ondoa mashaka mjukuu wangu. Bi Shakira, pambaneni mnavyoweza juu chini, hakikisheni halipiti hili. Kama naofanya kazi kwa weledi na kufanya kila kitu, naombeni hakikisheni hili listimie. Na waombeni sana. Sawa kabisa. Nadhani wewe pekee tulia kuteua, na wewe unatusukuma, na sisi tutalikalia, tutaliongelea na kuhakikishia. Chini ya we mama we, chini yo, chini yo. Haya mzee, wewe ulikotoka vipi? Umeacha kuja salama? Katika mambo yote toa shaka, mambo yote yamekaa vizuri. Kingine ambacho kinanifurahisha mimi ni kuona jinsi gani chama chetu kinazidi kuongezeka ukubwa. Vijana wanazidi kuingia kwa wingi katika chama, nyama inapatikana vizuri, mgao unatembea vizuri. Nafikiri hata wewe mwenyewe unajionea. Sasa na kitu kimoja, unajua sasa hivi huu ni mwisho wa mwaka, lazima kuna jambo kubwa natakiwa tulifanye kumalizia mwaka. Sijui kama unakumbuka. Sawa kabisa. Yaani hapo hapo kwa vijana ambao wameongezeka kijijini, yaani vijana wamekamatika kwa uchawi ambao tumewafundisha, na hilo swala la kuongeza idadi ya matukio, hilo mzee Kigoda tusilisahau kabisa. Kama ulivyosema, mwishoni mwa mwaka huu, yaani lazima Nuru tusimkose katika mwaka huu, yaani usikatike wala usivuke, Nuru atoweke. Unajua mzee Ramadhani tumempa mapigo madogo madogo haya, lakini sasa hivi tunatakiwa tumpige pigo kubwa takatifu ambalo hatulisahau katika maisha yake, ni kumuondoa Nuru katika uhai wa dunia. Hicho ndo kilichobaki, yaani akae asielewe dunia inaelekea wapi. Kazi ya kuwashughulikia hawa watu wapumbavu niachie mimi. Chini yo, anga za mbali. Chini yo, anga za mbali. chini ya we mama we. Wewe ulizani sitokupata? Na kuuliza wewe, ulizani sitokupata, si ndio? Hivi kwani hakuna watu wazima? Watu wakiwa wamevua nguo unaweza ukawachungulia wewe? Sasa leo nitakufundisha jinsi ya kutunza siri. Katika mambo mawili chagua moja, aidha upulize ipoe au upulize izimike.
chini, angaza mbali. Kaongea chini juu, chini juu, angaza mbali. Manto huyo, yaani toka kipindi kile kiukweli nimekaa mjini mwanako, upili unanishika hapa. Nimetoka mjini kipindi kile chote hicho nimevumilia, sijawahi kutoa utamu wangu kwa mtu mwingine yeyote ule. Nilikuwa na kuwaza wewe tu Manto kijijini, mpaka nafika wakati nainua simu nasema ai Manto, siku sio nyingi narudi kijijini bwana kwa ajili yako. Na nilitaka nikitoka huko nikija hapa nikuchukua tukaishi mjini. Au wewe unasemaje Manto? We, umchukue nani na unipeleke wapi? Unichukue unipeleke wapi? Mamako ni mchawi, mimi siwezi kwenda sehemu yoyote. Mimi kama ni umaskini wangu, naomba uniache hapa hapa kijijini. Nitatafuta maisha yangu, nitaishi maisha yangu. Nitatafuta mwanaume nitaishi naye hapa kijijini. Kuondoka na wewe siwezi na sitaki. Hambe nikatamo bana. Sasa wewe taarifa zote hizo za kusema kwamba mama yangu mchawi sijui nini zinahusiana nini sasa na mimi? We, unataka mamako akanile nyama mimi? Yule hawezi kukula nyama. Sitaki sasa, yani sitaki, siwezi. Sitaki. Wewe ujue wewe labda useme kwamba tayari kuna vijingajinga kijijini huku wakina Noa hao wameanza kukusumbua, wanajikuta mabisho. Mimi nitanchinja mtu ujue, kwa sababu mimi Makonde mwenzako, Makonde mimi najua kupenda, sijui kuachika. Kwa hiyo kama ulikula kiapo na mimi ukasema Hambi nikataa Mwanzidole, mimi nakupenda wewe, dunia ilisikia, mizimu ikasimama Hambi. Vyote taarifa ile ilikuwa imefika sehemu tofauti, na siku ile nimekuja pale kwenye rede sikutaka kukusumbua Manto. Nilikuwa nataka nimalizane na ule mpuuzi, baadaye nipate nafasi ya kuongea na wewe. Sijui unanielewa? Kwa hiyo mimi safari ya kutoka mjini kuja huku, hicho kigezo namba 1 kilikuwa kwa ajili yako. Lakini haya mengine haya yasitufanye mimi na wewe tutengane. Hambi upilikane, mimi nakupenda bwana wewe bwana. Embu usinifanye nikajikuta moyo wangu ukavunjika kebe, nikajisikia vibaya nikawa kama nkiwa. Usinifanyie hivyo mtoto mwanamke mwenzio mimi Hambi. We, tena umenikumbusha. Jana nimeona na Lakonko mkiongea sana. Familia ya Lakonko na ya kwako wewe wote ni shirika hili mmoja. Naomba uniache, fuata maisha yako na mimi nitafuata maisha yangu. Sasa kwani yaani kweli vitu vingine tu lawama za bure hizi. Sasa kama mtu kaamua kujiamulia mambo kuniacha mimi nifanyeje sasa? Basi inabidi niwe kama Feimomo nikubali kuachika tu Hambi. Lakini haya yote ya mama ndo anasababisha. Kwa nini sasa yeye aende kuingia kwenye ushirikina, tunakosha sana madude bwana? Yaani lawama kweli hizi. Mimi nitakuja nichinje mtu, yaani hapa sitamuacha mtu. Wewe subiri niwaoneshe. Wewe uchawi ataacha. Wanaleta ujinga kwa mtoto wake Makonde, mimi nakosa futa li. Yale mafuta yale mimi siwezi kuyakosa. Futa kama lile mjini nalitoa wapi? Mtoto wa kienyeji yule anakula migogo, anavimba tu kila siku, mimi nikose futa lile? Tikisa uchawi tu. Huyu nze nani huyu kikokoso sijui kikoso na huyo kigoda watanyooka safari hii. Subiri nionyeshe. Mantu wewe mimi sikuachi. Wewe unajifanya malkia wa hichi kijiji, eti umevunja ungo na unataka kuolewa. Nacheka kama koma na umeliona hili bisu nalilamba, alafu natumbukiza kwenye tumbo lako. Nuru rafiki yangu, umeanza kuweseka muda mrefu sana.
Inaonekana ulikuwa unaota ndoto mbaya. Ndiyo, nilikuwa naota. Ulikuwa unaota? Ndoto gani hiyo? Ulikuwa unataka kunichoma kisu. Kukuchoma kisu? Nuru rafiki yangu, unajua kabisa siwezi kuruhusu kitu chochote kibaya kikukute. Inawezekanaje mimi kukuchoma kisu? Nuru, hiyo ndoto inamaanisha kwamba mimi ni msaada wako. Yaani kitu chochote kibaya ambacho kinataka kukuzuru au baya wote ambao unataka kukujia rafiki yangu, basi mimi ndo msaada wako. Yaani nitakuja kukuokoa. Haimaanishi kama mimi ni adui kwako. Na nakuhakikishia, mtu yeyote mbaya ambaye atataka kukuzuru wewe, basi nitampa adhabu kubwa ambayo hatoitarajia.